Kocha Steve Barker wa wekundu wa Msimbazi Simba inavyoelekea katika mechi 5 zilizopita za ligi kuu Tanzania bara tayari ameshakuwa na bomu lake hatari sana dhidi ya wapinzani. Ni bomu ambalo linawahusisha nyota watano wakiwamo wale waliosajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa dirisha dogo. Hawa ni nani na nani? Hapa kuna Selemani Mwalimu miongoni mwa wale wanaokamilisha nyota watano wanaunda bomu la kutisha dhidi ya wapinzani wakati Simba inakwenda kushambulia. Bomu ambalo kama mpinzani asipojipanga kwenye mechi zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara ambazo Simba mpaka sasa wakiwa wamecheza mechi 11 bado mechi 19, kuna siku wapo tukochukua mabao mengi sana. Ndio kwa sababu Simba ya sasa chini ya Steve Barker ndani ya mechi hizi 5 inaonekana miongoni mwa maeneo imeimarika ni namna inavyo control mchezo. Inamiliki sana mpira, inafika sana kwa wapinzani, ambacho bila shaka wanaendelea ukifanyia kazi ni juu sasa ya kubadilisha nafasi wanazozitengeneza kuwa mabao. Hawa watano ambalo mimi nachukulia kwamba ni bomu ambalo Steve Barker angali akijivunia nalo katika kila mchezo kwa hivi karibuni, ndio hili lenye Selemani Mwalimu, kuna Anise Ura, lakini kuna mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal Libase Geye anaendelea kukamilisha orodha hii. Wapo Cletus Chota Chama mwamba wa Lusaka ambaye amerejea kikosini kwa wekundu wa Msimbazi Simba akitokea Singida Black Stars. Nasema amerejea kwa sababu Chama tangu atoe nchini mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia amefanya mambo makubwa akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya kwenda Yanga na baadaye kuhamia Singida Black Stars, na sasa wakati wa usajili wa dirisha dogo amerejea kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwenye orodha hii yupo Ino Jospin Loemba. Hapa nazungumzia wachezaji ambao wamekuwa na athari za moja kwa moja kutoka katika eneo la kati ya uwanja kuelekea kwa wapinzani na kutengeneza nafasi, kufanya mishemishe za kufunga, ambao kwangu mimi naona kwamba wakiwa kwenye kiwango cha ubora kwenye mechi hizi 5 za ligi kuu Tanzania bara ambazo kocha Steve Barker amekuwa akiwatumia tofauti, wamekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, na ndio maana naona kana kwamba wao wanatengeneza bomu hatari la Simba kuelekea mechi zao mbalimbali zikiwamo 19 za ligi kuu Tanzania bara zilizobaki, ikiwamo tutakayocheza dhidi ya Coastal Union siku ya Jumatano, lakini na nyinginezo. Lakini pia kwenye michuano mingine wanaoshiriki ikiwamo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Sasa kinachotokea ni kwamba katika mpangilio wake huu kocha Steve Barker inavyoelekea katika baadhi ya mechi kichwa kinamuuma kwamba anafanyaje kwa accommodate wote, kuwatumia wote, lakini wakati huo asiwakose wachezaji wake wengine wa maeneo mengine ya uwanja, eneo la kiungo cha ukabaji, eneo la ulinzi, kwamba kuwe na ule ustahimilivu wa Simba katika nyakati zote mbili. Kwenye kushambulia hawa wanaofa kila kitu, lakini kwenye kuzuia basi kusiwe legelege, kwa sababu lazima awe na mizania iliyo sawa katika kuhakikisha kasi yao kwenye kushambulia haiathiri uwezo wao katika kuzuia. Kwa sababu hiyo kwenye mpangilio sasa ndipo ambapo kocha Steve Barker anaonekana anaangalia anacheza na nani, apange vipi ili kuhakikisha anapata huduma za wote. Kwa mfano katika mechi waliocheza dhidi ya Dodoma Jiji ambayo ilisha kwa suluhu pale kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, kocha Steve Barker alikuja na mfumo huu, alimradi kupata zile huduma za nyota wake hawa katika eneo la ushambuliaji, kwamba aliingia na mfumo wa baada ya golikipa akawa na walinzi 4, halafu akawa na kiungo mmoja, akawa na viungo 4, akawa na mshambuliaji mmoja. Kufanya hivi kulimwezesha kuwa na wachezaji wote watano hawa anaohitaji katika kuleta madhara kwa wapinzani kutokea eneo la kati la uwanja kwenda kushambulia, kwa sababu wachezaji hawa wote wamethibitisha ubora katika kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kasi na kufanya majaribio ambayo imewafanya wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa ndio timu inayoongoza kufanya majaribio mengi. Ndio, na majaribio hayo yameongezeka idadi hivi karibuni baada ya usajili wa dirisha dogo. Kilichobaki ni kwa wao kubadilisha hizo nafasi wanazozitengeneza nyingi na kufanya majaribio ziwe mabao, kwa sababu kabla mechi dhidi ya Yanga Simba ndio alikuwa kinara kwa kupiga mashuti mengi, mashuti 27. Kati ya hayo mashuti 68 kilenga shabaha, ndio timu iliyopiga mashuti mengi ya kulenga shabaha. Lakini mechi dhidi ya Yanga wakapiga mashuti 8. Kwa hiyo mashuti waliopiga mpaka sasa ni 135. Na kati ya hayo mashuti yaliyolenga shabaha mpaka sasa ni mashuti 71. Lakini mabao waliofunga ni mabao 18. Hapa ndio pana kazi ya kufanya kuhakikisha wanabadilisha hizi nafasi nyingi wanazotengeneza ziwe mabao. Kwa sababu wao kwenye kupigiwa baada ya mechi dhidi ya Yanga
wameshapigiwa mashuti 13, kwa sababu kabla hapo walikuwa wamepigiwa mashuti 11 ya kulenga shabaha. Kwa hiyo unaweza kaona Simba wanakwenda vizuri katika kuweka mizania sawa kwenye kushambulia na kuzuia, hususan katika mechi 5 za hivi karibuni katika ligi kuu Tanzania bara. Na wameruhusu mabao 4 baada ya kupigiwa mashuti 13 ya kulenga shabaha, wao wamefunga mabao 18. Sasa anawatumiaje? Akawa amefanya hivi hapa, mshambuliaji kinara katika mfumo huu akamweka Sele Mwalimu Gomez, halafu kulia akawa na Libasege, kushoto akawa na Anise Ura, katikati akawa katika wale viungo wanne sasa kuna Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka, halafu akawa na Ino Jospin Loemba. Kwa hiyo wale watano wote akawapata katika mechi hii. Nyuma hapo alikuwa analinda ambaye alikuwa analinda ukuta wa mabeki wanne alikuwa ni Yusuf Kagoma. Hawa nao wamekuwa na majukumu yao. Mimi najadili hawa watano hawa ambao wamekuwa hatari mno na kukamilisha kile ambacho mimi na kiona kana kwamba ni bomu hatari la maangamizi analolitegemea kocha Steve Barker katika kuwadhuru wapinzani wake. Sasa kwenye kucheza huku, maana yake Selemani Mwalimu kwa ushapu wake na uwezo wake kunusa nafasi bado ni kama mshambuliaji kinara, akienda kushambulia akawa huyu Libasege, yeye shambulia yake ni kwenye half space, eneo kati ya beki wa pembeni wa timu pinzani na beki mmoja wapo wakati, lakini upande mwingine nako Anise Ura alikuwa akifanya hivyo. Lakini hapa sasa kati ya Chama na Loemba kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji, Loemba ndiye alikuwa akienda kwa nyuma ya Selemani Mwalimu, alafu Chama akiungana na Yusuf Kagoma. Aliyekuwa akibaki sana hapa nyuma kama ilivyo kawaida kwa mfumo ni Kagoma, wakati Chama akifunga safari ya kwenda na kurudi, kwenda kutoa support katika ushambuliaji na kurudi. Ni siku ambayo Chama alikimbia sana, tofauti na vile ambavyo amekuwa akitarajiwa kwamba kwa umri wake wa sasa miaka 34 Chama akili yake ndio itakuwa inakimbia zaidi kuliko mwili, lakini katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji alikimbia sana, alicheza vizuri sana na kufanya Simba ifanye mashambulizi kadhaa katika mechi ambayo hata hivyo iliisha kwa suluhu, wakipiga mashuti mawili aliyogonga nguzo, likiwamo alilopiga Anise Ura mwanzoni kabisa mwa kipindi cha kwanza, lakini kwenye kipindi cha pili Ino Jospin Loemba alipiga shuti la mbali nao lilikula nguzo. Simba walipoteza nafasi kadhaa za wazi za kufunga, ikaisha kwa suluhu. Kwenye mechi dhidi ya Yanga, katika kile ambacho nasema ama ni mipango ya kocha mwenyewe Steve Barker katika kuhakikisha bomu lake hili linatimia kwa kiasi gani, au katika kustruggle kuhakikisha anapata huduma za wote, anafanya vipi? Ni kwamba mechi dhidi ya Yanga alibadilisha kidogo, katika watano akaenda na false 9. Selemani Mwalimu Gomez alitulia nje, alikuja kuingia katika kipindi cha pili ambapo ilikuwa ni dakika 62, ndipo alikuja kuingia Selemani Mwalimu na tena akawa amemtoa kiungo Alassane Maudo Kante, kubadilisha mfumo alioanza nao ambao ulikuwa 4-3-3 akiwa na mshambuliaji bandia Ino Jospin Loemba, akawa sasa ana mshambuliaji asili ambaye ni Selemani Mwalimu akiwa kama mshambuliaji kinara katika mfumo uliokuja kubadilika kutoka kuwa 4-3-3 baada ya golikipa kwenda kuwa baada ya golikipa kuwa 4, yani kwa maana 4-2-3-1. Ndicho alichokifanya kocha Steve Barker katika kuanzia dakika 62 pale alipomtoa Alassane Maudo Kante na kumuingiza Selemani Mwalimu kwenda kuwa mshambuliaji kinara. Kwa hiyo wale watano alianza na wanne katika lile bomu ninaloelezea. Mpaka sasa bomu hili limethibitisha madhara katika baadhi ya mechi, lakini mechi dhidi ya Yanga, mechi dhidi ya Dodoma Jiji waling'ara sana au nowataja, ingawa mechi zilisha kwa suluhu. Mechi ambazo baadhi wameshadhurika ni pamoja na KMC, kati Simba wakishinda 2-0, la kwanza ikifungwa na Selemani Mwalimu, wahusika wakiwa ni Selemani Mwalimu aliyemfanyia pressing beki Mudathir Khalid katika bao la kwanza. Anise Ura akaupata mpira akampa Libasege akapiga shuti, kipa akautema, Selemani Mwalimu akaenda kutumbukiza wavuni. La pili alikuwa ni Anise Ura alichezeana 1-2 na Libasege, kisha pasi kali ya kisigino ya Anise Ura kwenda kwa Libasege akapiga shuti kali lilo kwenda wavuni na kuifanya Simba iondoke na ushindi wa mabao 2-0. Libasege alifunga pia katika mechi nyingine waliocheza dhidi ya Mashujaa walioshinda 2-0. Kwa ufupi tu, Selemani Mwalimu naye alifunga katika mechi hiyo. Wote wamekuwa wakihusika sana kwenye mabao hivi karibuni, na eneo la kushoto ndilo ambalo Anise Ura hutoa umiliki kwa kuwapa wakati mgumu walinzi wa kulia wa timu pinzani, Libasege akifanya jukumu kama Anise Ura kutokea upande wa kulia, lakini wote cheza yao kwa kiasi kikubwa wakiingia ndani na kupata nafasi ya kupiga mashuti.